Wanajeshi wa Israeli wapata pigo jingine Gaza. Licha kupita miezi kadhaa ya uhalifu na jinai za kivita huko Gaza baada ya Israeli kuvunja makubaliano ya amani na kuanzisha upya mashambulizi, lakini bado wana mapambano wa Palestina wapo kwenye mstari wa mbele wa mapambano na wameendelea kutoa vipigo kwa wanajeshi wa Israeli. Mapema Jumapili, duru za habari za utawala Kizayuni zimeripoti kujeruhiwa askari kadhaa wa Israeli na kuhamishiwa kwenye hospitali za Tel Hashomer na Beleson. Kwa mujibu wa duru hizi, wanajeshi wa Israeli waliojeruhiwa huko Gaza wamesafirishwa hadi kwenye vituo vya matibabu kwa helikopta za kijeshi kutokana na mapigano yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Tovuti ya habari ya Hadashot Bazman imeripoti maafa mengine waliopata wanajeshi wa Israeli katika ukanda wa Gaza, tena kwenye maeneo ambayo utawala huo unadai umeyadhibiti, lakini hadi wakati tunakuletea taarifa hii kulikuwa kujatolewa maelezo zaidi kuhusu taarifa hii. Matukio hayo yanakwenda sambamba na kuingia brigedi zote za askari na miguu na wenye silaha za jeshi la utawala huo ghasibu kwenye ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa mtandao wa Hebrokan, kikosi cha askari wa miavuli cha Israeli pia kimetumwa kikamilifu kwenye eneo hilo kwa muda wa saa 24 zilizopita na kimeingia kwenye operesheni hiyo, ikiwa ni uthibitisho mwingine kuwa mapambano makali yanaendelea hasa kaskazini mwa Gaza. Israeli imeongeza jinai zake za kijeshi huko Gaza, huku dunia nzima ikiendelea kuulaani utawala wa Kizayuni kwa uhalifu wake mkubwa wa kivita dhidi ya watu wasio na ulinzi wa ukanda wa Gaza. Makundi ya mukawama ya Palestina ya Hamas na Jihadul Islam yamemlaani vikali mbunge wa chama cha Republican nchini Marekani Rand Fine kutokana na matamshi yake ya kutaka kufanyika shambulio la nyuklia kwenye ukanda wa Gaza. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumamosi na kurushwa na shirika la habari la Shahabi la Palestina, Hamas imesema kuwa wito wa Fine wa kudondosha mabomu ya nyuklia huko Gaza unachochea mauaji halaiki na ni uhalifu wa wazi dhidi ya binadamu. Harakati hiyo ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina imeeleza kwamba matamshi hayo yanaakisi kile ilichokiita ubaguzi wa rangi wa kifashisti uliokithiri miongoni mwa baadhi ya wanasiasa wa Marekani, ambao unapaswa kulaaniwa na utawala wa Marekani na Congress. Hamas imeendelea kusema wito wa matumizi ya silaha za maangamizi makubwa dhidi ya raia zaidi ya milioni 2 ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na mikataba ya Geneva. Msimamo huo wa Hamas umeungwa mkono na harakati Jihadul Islam, ambayo pia ilitoa taarifa siku ya Jumamosi kujibu pendekezo hilo la kiwenda wazimu la Fine. Jihadul Islam imeyataja maoni hayo kuwa ya kibaguzi na yameegemezwa kwenye chuki, ambayo ni sawa na wito wa mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu huko Gaza. Mbunge huyo wa jimbo la Florida wa chama cha Republican Rand Fine kwenye mahojiano na Fox News aliashiria shambulio la bomu la atomiki la Marekani dhidi ya Japan huko Hiroshima wakati wa vita vya pili vya dunia na kutoa wito wa kuangamizwa Gaza kwa silaha za nyuklia. Harakati hiyo ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina imelaani shambulio la anga la jeshi la Israeli lililolenga nyumba ya daktari wa Kipalestina Alaa Al-Najjar na kusababisha vifo vya watoto wake 9 kati ya 10, ikilitaja kuwa tukio hilo ni mauaji ya kutisha na ya kinyama. Kwenye taarifa ya siku ya Jumamosi, Hamas imesema kuwa shambulio hilo lilitokea Ijumaa liliweza kuikumba nyumba ya familia ya Dr. Allah katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza wakati alipokuwa kazini akihudumu katika hospitali. Hamas imesema uhalifu huu unaonyesha wazi asili ya uvamizi huu na kiwango cha chuki ya kisasi iliyozama ndani ya nafsi ya Netanyahu na genge lake la watekelezaji mauaji ya kinyama. Hamas imeongeza kuwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya ukanda wa Gaza, Israeli imekuwa ikilenga kwa makusudi wahudumu wa afya, raia na familia zao kwa lengo la kuvunja moyo wa mukawama na ustahimilivu wa watu wa Gaza. Dr. Allah ambaye ni daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya Nasser huko Gaza alikuwa kazini akiwahudumia waathiriwa wa mashambulizi ya Israeli wakati alipofahamishwa kuwa watoto wake 9 wenye umri kati ya miaka 2 hadi 16 wameuawa katika shambulio la anga lililopiga nyumba yao eneo la Kizan Al-Najjar, Khan Yunis. Timu za uokoaji ziliweza kufukua miili ya watoto hao, ambapo miili ya 8 kati yao ilikuwa imeharibika vibaya kiasi cha kutotambulika kutokana na mlipuko huo. Kabla ya shambulio hilo, Dr. Allah alikuwa ameondoka nyumbani pamoja na mumewe Hamdi Al-Najjar kuelekea kazini. Baada ya muda, Hamdi alirejea nyumbani peke yake na ndipo shambulio hilo lilipotokea. Nyumba yao iliharibiwa kabisa na moto ulienea katika maeneo ya jirani. Mume wa Daktari Allah pamoja na mtoto wao aliyenusurika walijeruhiwa katika tukio hilo. Vikosi vya Israeli vimekuwa vikilenga kwa mpangilio familia za raia, vituo vya afya na wahudumu wa afya kama sehemu ya mauaji ya halaiki yanayoendelea huko Gaza. Kwa mujibu wa Dr. Munir
Al-Borsh, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya Palestina huko Gaza, Israeli imewaua wahudumu wa afya 12 ndani ya wiki moja iliyopita pekee, wengi wao wakilengwa majumbani kwao kwa maksudi. Israeli ilianzisha mashambulizi hayo ya mauaji ya halaiki mnamo Oktoba 7, 2023. Tangu wakati huo watu wasiopungua 53,900 wameuawa Gaza. Kwa mujibu wa takwimu za wizara ya afya Gaza, aghalabu ya waliouawa katika mauaji hayo ya kimbari yanayotekelezwa na Israeli ni wanawake na watoto. Vilevile vikosi vya jeshi la Yemen vimefanya shambulio jipya la kombora dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israeli, hatua iliyosababisha kusitishwa kwa safari za ndege kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Ben Gurion jijini Tel Aviv na kusababisha ving'ora vya tahadhari kupigwa katika miji na makazi ya walowezi wa Kizayuni. Operesheni hiyo ya kupinga Israeli ilifanyika asubuhi siku ya Jumatatu, ambapo vyombo vya habari vya utawala huo vilithibitisha kwamba safari za ndege kwenye uwanja wa Ben Gurion zimesitishwa baada ya kombora kurushwa kutoka Yemen. Gazeti la kila siku la lugha ya Kiebrania Yedoth Haronoth limeripoti kuwa ndege kadhaa zilikwama angani kutokana na kombora hilo kutoka Yemen, ikisisitiza kuwa ndege 4 zilichelewa kutua kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion na zilikuwa zikizunguka tu angani. Jeshi la Israeli linaloendeleza ukaliaji wa mabavu katika ardhi za Palestina lilidai kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikijaribu kuzuia kombora lililorushwa kutoka Yemen baada ya kombora la masafa marefu kutambuliwa likielekea kwenye maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Vyombo vya habari vya utawala huo wa Israeli pia vimeripoti kuwa ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika magharibi mwa mji wa Al-Quds unaokaliwa kwa mabavu kutokana na hatari ya kombora la ballistic kutoka Yemen. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya ngome za utawala wa Israeli na kusababishia utawala huo hasara kubwa za kijeshi na kiuchumi. Operesheni hizo za kishujaa za vikosi vya ulinzi vya Yemen zinafanywa kwa nia ya kuendelea kukabiliana na mauaji ya kimbari ya utawala huo dhidi ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa litaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Israeli hadi utawala huo utakapositisha jinai zake dhidi ya Palestina. Hayo yakiendelea, katibu mkuu wa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Lebanon Hezbollah Sheikh Naim Qasim amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump anapasa kujikomboa kutoka katika mikono ya Israeli ikiwa anataka kufikia malengo yake. Anasema Marekani inakiuka mamlaka ya kitaifa ya kujitawala Lebanon na haitaweza kuweka masharti uvamizi huo bila kujali gharama ya kujitolea muhanga na makabiliano. Sheikh Qasim amesema Jumapili wakati wa hotuba yake aliyoitoa kwa mnasaba wa siku ya mukawama na ukombozi, ambapo pia ameeleza kuwa Donald Trump anapaswa kuchangamkia fursa hiyo na kujitua mzigo ambao ni Israeli. Sheikh Qasim alianza hotuba yake kwa kusema kwamba mukawama imebadilika kutoka mradi na kuwa nguzo ya kudumu ya Lebanon kufuatia kufukuzwa kwa utawala wa Israeli Mei 24 mwaka 2000. Anasema mukawama ndio chaguo pekee la ukombozi, amesisitiza mwanachuoni huyo mashuhuri wa Lebanon, na kueleza kuwa mukawama ilitokana na hitaji la kukabiliana na vitisho na ni msaada wa asili kwa jeshi. Mukawama huu ulibadilisha Lebanon kutoka hali ya udhaifu hadi hali ya nguvu na kukomesha matarajio ya Israeli ya kujitanua. Amebainisha kuwa mukawama imeleta mabadiliko nchini Palestina, imeweka adui kwenye njia ya kuporomoka na kuandaa mazingira kwa maendeleo yote yaliyofuata. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile daktari wa Kipalestina Hamdi Al-Najjar ambaye alipoteza watoto wake 9 kati ya 10 kwenye shambulio la anga la Israeli huko Gaza, naye pia inadaiwa yupo kwenye hali mahututi kulingana na taarifa kutoka hospitali inayomtibu. Daktari huyo alipata majeraha mabaya sana katika shambulio hilo lililolenga nyumba ya familia yake huko Khan Yunis siku ya Ijumaa. Daktari Milena Angelovache, daktari wa Kibulgaria anayefanya kazi kwenye hospitali ya Nasser, alisema Jumapili kuwa maisha ya Al-Najjar bado yako hatarini. Dr. Angelovache amesema Adam, mtoto wa kiume miaka 11 wa Najjar ambaye alinusurika kifo katika shambulio hilo, yupo kwenye hali ya wastani kulingana na mazingira ya Gaza. Kulingana na taarifa kutoka kwa maafisa wa hospitali, na hii ujue hii si propaganda, ni kitu asilia, na vyombo vya habari vya magharibi vinaficha, watoto waliouawa ni Yahya mwenye miaka 12, Hawa miaka 9, Rival ana miaka 5, Sadin miaka 3, Rakan miaka 10, Ruslan miaka 7, Jibran ana miaka 8, Lukman miaka 2 na Sedar ambaye hakuwa amefikisha hata mwaka mmoja. Video iliyosambazwa na mkurugenzi wa Wizara ya Afya Gaza Munir Al-Borsh inaonyesha waokoaji wakivuta miili ya watoto walioungua na kufariki kutoka kwenye kifusi baada ya shambulio hilo la anga.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zipumzike kwa amani. Amina. Serikali ya Ufaransa inatarajiwa kutangaza kutambua taifa la Palestina katika mkutano ujao wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amewapokea viongozi wenzake kutoka Saudi Arabia, Jordan, Misri kwa ajili ya kuandaa mkutano kuhusu kile kinachoitwa suluhu ya serikali mbili kwa mzozo wa Israeli na Palestina. Mwezi Disemba mwaka 2024, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio linalotaka kuwepo kwa mazungumzo ya kuaminika kwa njia ya mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati, kisha uliamua kuitisha mkutano wa ngazi ya juu wa kimataifa kwa ajili ya utekelezaji wa suluhisho la serikali mbili huko New York mwezi Juni. Ufaransa na Saudi Arabia zilipewa jukumu la kuongoza mkutano huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa Christopher Lemoine amesema iwapo tunataka kuweza kuzungumzia suluhu ya mataifa mawili, yale mataifa ambayo hayajaitambua Palestina, lazima tuyatambue hilo. Rais wa Faransa alitangaza katikati ya mwezi wa Aprili kwamba nchi yake inaweza kuitambua nchi huru ya Palestina Juni ijayo, sambamba na kufanyika mkutano kuhusu Palestina huko New York, kitendo ambacho kilimkasirisha Netanyahu. Hadi sasa nchi ya Palestina imetambuliwa na takriban nchi 150 duniani, ingawa nchi nyingi kubwa za magharibi zikiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Japan bado hazijachukua hatua hiyo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Huku hali mbaya ya kibinadamu ikiongezeka kwenye ukanda wa Gaza, ripoti zinaonyesha kuwa Israeli imewaua zaidi ya watoto 14,500 wa Kipalestina hadi sasa kwa risasi, makombora au kufunikwa chini ya vifusi. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa idadi hii inaweza kuongezeka maradufu, huku watoto wengine 14,000 wakitarajiwa kufa kwa njaa ikiwa Israeli haitakomesha mashambulizi yake ya kijeshi na kuondoa kizuizi cha misaada. Janga hili la kibinadamu haliwezi kustahimilika, huku Israeli ikiendelea kuzuia chakula, dawa na mafuta kuwafikia watoto wanaowategemea misaada hiyo kwa ajili ya maisha yao. Hali hii imezua shutuma nyingi kutoka kwa jamii ya kimataifa ambayo inashuhudia wazi ukweli huu, licha ya walimwengu na mataifa mbalimbali kutoa mwito wa kuhitimishwa mzingiro wa Gaza, lakini Israeli ikipata himaya na uungaji mkono wa Marekani na washirika wake. Hayo yanajiri katika hali ambayo ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa uhaba mkubwa wa chakula kwenye ukanda wa Gaza umefika kiwango cha janga la njaa. Mtandao wa kimataifa kupambana na migogoro ya chakula umetangaza kuwa uhaba mkubwa wa chakula huko Gaza imefikia kiwango kibaya zaidi cha janga la njaa. Wakati huo Philip Lazzarin, mkuu wa shirika la misaada la kibinadamu la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya ukimbizi wa Palestina UNRWA, ametahadharisha kuhusu hali mbaya ya kibinadamu kwenye ukanda huo na kusisitiza kuwa kuzingirwa eneo hilo na utawala wa Kizayuni kunakwamisha misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo. Kwa hiyo wakazi wa eneo hilo wapo kwenye ukingo wa njaa. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania amesema kuwa nchi yake haina nia ya kutoa nasaha kwa yeyote, lakini njia pekee ya kupata amani ni kuitambua nchi ya Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Alvarez amesema kwenye mkutano huo na wenzake wa Norway na kubainisha kwamba Madrid na Oslo zinapaza sauti kutaka kusitishwa vita kwa Gaza ili kutetea haki na utu wa Wapalestina. Ameongeza kuwa tunalichukulia swala la kutetea haki, uadilifu na amani kuwa jukumu letu, na heshima na hadhi ya Ulaya sasa ipo katika mtihani huo. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.